Bana, katika taarifa ambazo nipo nazo pale mitaa ya Jangwani ni kwamba tayari vikao vizito kuhusiana na swala zima la usajili limeanza hapa mitaa ya Jangwani. Yote ni kutokana na namna ambavyo timu inapaswa kuendelea kuwa bora. Engineer Said, rais wa klabu ya Young Africans, amewaita wajumbe wa kikosi cha Young Africans kuhakikisha kwamba wanakaa kikao na kufanya tathmini kubwa kuhusiana na swala zima la aina ya wachezaji ambao wako mitaa Jangwani, lakini pia kuona namna gani ya kuweza kufanya maingizo mapya ndani ya kikosi hicho. Moja kati ya kikosi ambacho kimekuwa na nyakati ambazo ni bora sana kwa miaka ya hivi karibuni, misimu takribani minne wakifanikiwa kubeba ubingwa wa ligi kuu Tanzania bara. Sasa kwa namna ambavyo Young Africans ilivyo kwa hivi sasa, na namna ambavyo pia vikao vimekuwa vikiendelea vya hapa na pale, ni kwamba Engineer Said anahitaji kuona Young Africans ikiendelea kufanya vizuri, hahitaji kuona klabu hiyo ikienda kuporomoka. Sasa namna ambavyo vikao vimekuwa vikiendelea vya hapa na pale, kuna baadhi ya wachezaji ambao tayari unaambiwa kwamba wamekalia kutikavu, yani muda wote inaweza katoka, wanaweza wakatoka na kauli ya maamuzi ya kuamua moja kwa moja mchezaji upi aweze kuondoka kwenye kikosi cha Young Africans, lakini pia mchezaji upi ambaye anapaswa kuingia kwenye kikosi hicho. Sasa kwa namna ya uongozi ulivyokaa kwenye ile bodi wajumbe, namna ambavyo wamekaa wakadiscuss, kuna wachezaji ambao tayari majina yao yako mezani. Miongoni mwa majina ambayo yako mezani, ambayo yapo kwenye hatari, danger zone, si mwingine ni Celestine Ekua, moja kati ya mchezaji ambaye alikuja kwenye ardhi ya Tanzania kwa ubora wa hali ya juu, akitokea kule Ivory Coast kwenye kikosi kile cha ASEC Mimosa, akiwa kama MVP wa ligi kuu ya Ivory Coast, lakini amekuja kwenye ardhi ya Tanzania. Mpaka hivi sasa bado wananchi Young Africans hawaelewi namna gani ya mchezaji huyu, style anavyocheza, lakini pia namna ambavyo anaweza akawasaidia. Sasa ni miongoni pia mwa jina ambalo lipo kikaangoni, lipo pia mezani, linajadiliwa kwamba mwamba abaki au waondoke. Lakini pia mchezaji mwingine ambaye amekuwa kwenye wakati mgumu ni Moussa Bala Conte, ambaye amesajiliwa pia kwa ukubwa kweli kweli, kelele zikawa nyingi kweli kweli, usajili ambao ulikuwa ni wa kutisha sana kwenye ardhi ya Tanzania. Maneno alikuwa ni mengi sana na alikuwa anahusishwa pia mitaa ya Msimbazi, lakini wananchi Young Africans wakaonekana wamewin dili hili, ila kwa mujibu wa afisa habari wa klabu ya Simba ni kwamba waliwaingiza Young Africans kingi kama wanamtaka, lakini kumbe wana shida na Alassane Kante ambao alifanikiwa kuweza kumpata. Sasa Young Africans huyu mchezaji wakamchukua, mpaka hivi sasa bado hajaweza kuonyesha makali yoyote ile. Sasa kutokana na namna ambavyo mambo yalivyo, basi ili jina liko mezani, pia wanalijadili, na kwa asilimia kubwa huyu ni mchezaji ambaye anaenda kupewa thank you kwenye kikosi cha Young Africans. Yani mpaka sasa kwa asilimia kubwa huyu wajumbe wote wametikisa kichwa na kuona huyu astahili kuwa hapa. Lakini yapo majina mengine ambayo yamekuwa pia vile vile yakionekana ndivyo sivyo. Jina lingine ni Mohamed Dumbia. Naye pia jina lake liko mezani. Ndio ana vitu anaonekana ni mtu wa maana jeshi, lakini bado fitness ana ndani ya kikosi cha Young Africans. Hili ni jina ambalo pia nalo pia wajumbe wako nalo mezani, naye pia wanamdiscuss vile vile. Lakini jina lingine pia mchezaji ambaye alipendekezwa na Nyanda, goalkeeper, ukiachilia mbali huyo ambaye alipendekezwa na Aziziki, na mzungumzia Mohamed Dumbia ambaye naye pia kwenye wakati mgumu. Sasa kuna huyu ambaye alipendekezwa na goalkeeper wa kikosi cha Young Africans, hapa tunamzungumzia Djigui Diarra. Sasa mchezaji huyu si mwingine ni Lassine Kouma,
anaonekana ni moja kati ya mchezaji ambaye ana vitu vya bana, lakini tayari mpaka hivi sasa wajumbe wameshakata tamaa naye. Wanaamini ndio ana kitu, lakini kwa Young Africans ilivyokuwa kwa hivi sasa, basi huyu mwamba kidogo hawezi kuweza kuingia kwenye kikosi cha Young Africans moja kwa moja. Na kwa upande wa Engineer Saidi pamoja na wajumbe wanahitaji kuhakikisha kwamba kuona Young Africans inakuwa na wachezaji ambao ni bora wa first 11, lakini pia mchezaji ambaye anakaa pale bench akija kuingia basi awe sawa na ambaye yuko kwenye first 11, yawe sawa na ambaye ameanza. Ndicho ambacho Engineer Saidi pamoja na wajumbe wanakitaka ndani ya kikosi cha wananchi Young Africans. Vikao ni vizito kweli kweli ambavyo vimekuwa vikiendelea, na nikufahamishe kwamba dirisha dogo la usajili linakaribia kufunguliwa. Kumbuka leo ni tarehe 10, pengine likafunguliwa Desemba 15, likaenda kufungwa huko Desemba, likaenda kufungwa huko Januari 15. Sasa mambo yamekuwa mengi, vikao ni vingi, ndio Young Africans wanapata matokeo, lakini kuna namna fulani hivi wajumbe Engineer Saidi, lakini pia wanachama wa Young Africans wengi wamekuwa kijiuliza kwamba ndio tunapata matokeo lakini timu haichezi vizuri. Wanapata matokeo lakini wanaona inakuwa ni kwa mbinde haswa. Kumbuka hata mechi dhidi ya Coastal Union kwenye ligi kuu Tanzania bara mpaka dakika 88 iliwachukua Young Africans kupata alama 3, kwa upande wa Prince Mpumalelo Dube akifunga bao lile. Sasa wanajiuliza ya maisha hawajazoea. Young Africans wamezoea kwenye flow ambayo ni nzuri, pasi tamu, mpira mkubwa na matokeo ambayo ya kuridhisha. Kumfunga mtu 3-4 kwa lilikuwa ni jambo la kawaida, lakini kwa hivi sasa limekuwa ni jambo la mbinde. Sasa hichi kitu kwa pande wa viongozi wa Young Africans hawahitaji tena kukiona. Sasa kikubwa ni kuendelea kubaki nasi. Tutakuja kufahamisha pia kuhusiana na aina wachezaji ambao wanahitajika ndani ya kikosi hichi, lakini pia je, mwisho wa siku panga limepita kwa nani? Je, ni kwa upande wa Mohamed Dumbia, Celestine Ekua, Lasim Kouma, ama ni nani mwingine atakayepigwa panga ndani ya kikosi cha Young Africans? Moussa Bala Conte? Basi tutajuzana hapa zaidi. Hii ni Gift Online TV, endelea kufuatilia, hakikisha una subscribe channel yetu kwa ajili ya kuwa wa kwanza kupata taarifa zetu za kimichezo. Mimi ni Eric Keman, referee mwenyeji ya FIFA. Bye bye.